Habari za wakati huu, mtazamaji wa Inland TV popote pale ulipo, karibu katika taarifa yetu ya habari. Tuangazie mkusanyiko wa taarifa mbalimbali tulizokuandalia kwa siku ya leo. Mimi ni Samuel Chem, lakini awali ya yote tuangalie muktasari wake. Taharuki imetanda katika kata ya Bomba Mbili, manispaa ya Geita, baada ya moto mkubwa kuzuka na kuteketeza kituo cha mafuta cha Lake Energy kufuatia gari lililokuwa likijaza mafuta kushika moto ghafla. Mkuu wa mkoa wa Morogoro, Mheshimiwa Adam Kigoma Malima, amewataka madiwani walioingia madarakani kuanzia Oktoba 29 mwaka jana kujengewa uwezo wa kujua majukumu yao. Na kwa upande wa habari za michezo na burudani, mkuu wa mkoa wa Mwanza, Mheshimiwa Saidi Mtanda, amewapongeza walimu, wanafunzi, wazazi na wadau wa elimu kwa kuwezesha mkoa huo kutoa ubingwa wa mashindano ya UMISETA mara 5 mfululizo. Tunaanza na habari za kitaifa. Taharuki ilitanda katika kata ya Bomba Mbili, manispaa ya Geita, baada ya moto mkubwa kuzuka na kuteketeza kituo cha mafuta cha Lake Energy kufuatia gari lililokuwa likijaza mafuta kushika moto ghafla. Kwa mujibu wa taarifa za awali, moto huo ulianza kwenye gari aina ya Kenta lenye namba za usajili T799 BEB mali ya Abduli Rajabu, ambalo lilikuwa likijaza mafuta katika kituo hicho kabla ya moto kusambaa na kuunguza sehemu kubwa ya miundombinu ya kituo. Akizungumza kuhusu tukio hilo, kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Geita, Kenneth Mwakasitu, amesema kikosi cha zimamoto kilifika eneo la tukio mara baada ya kupokea taarifa na kuanza juhudi za kudhibiti moto huo, hatua iliyosaidia kuzuia usisambae katika maeneo mengine ya jirani. Kana moto umeanzia kwenye gari lililokuwa linabeba mafuta, na ndio hapo tunasema tuna uchunguzi wa ile tukio tutalianzia hapo, kwa sababu hatuwezi tukatoa uchunguzi wa kina, kwa sababu bado kabisa tunataka tufanye uchunguzi kuhusisha taasisi mbalimbali kuweza kufanya uchunguzi ambao baadaye tutawaita waandishi wa habari kwanza. Lakini tunasema moto wa awali au uchunguzi wa awali umeanzia kwenye gari letu, lakini jeshi limefanikiwa kudhibiti moto huu. Utaona ni keji au ni paa ambayo imeungua. Tuna upande wa kule kuna ile dispenser haijamalizikia bado fanya nini kuungua, na jengo la utawala tumeliokoa. Ni matatizo madogo madogo ya joto ambayo yasababisha vioo vya jengo kupasuka. Pia tuna kuna gari letu ile kule nyuma limeungua kwa mbele tu, lakini huku nyuma tumeokoa. Kwa hiyo eneo kubwa tumeliokoa. Baadhi ya mashuhuda pamoja na wafanyakazi wa kituo hicho wameelezea namna tukio hilo lilivyotokea na juhudi zilizofanyika kuokoa maisha na mali wakati moto huo ulipozuka. Na mteja wetu wa Magema huwa akiishiwa mafuta huwa anakujaga kuweka mafuta hapo gari ikiwa mbali. Kwa hivyo leo wakati wanaweka mafuta walikuwa wanaweka lita 4,000, lakini walipofika 3,000 wakawa wanamalizia container la mwisho lile, ndio ajali ya moto ikaanza kwenye gari pale kwenye betri, ikashika kule nyuma ambapo yalikuwa mafuta, ndio ikasababisha hiki ambacho kinaonekana hapo. Hasara ni kubwa sababu pampu 3 zimeungua zote kiwemo na canopy. Kwa hiyo miundombinu ya upande wa uuzaji wa mafuta kwa upande wa pampu nadhani imeharibika yote. Hudumia gari mara na dogo mmoja akapita kwa nyuma ambaye alikuwa anasimamia gari na tunahudumia, ananiambia kuna moto nyuma, akimbia kwenda kuchukua fire. Cheki naona moto kweli, nikafyatua zile pini na kwanza kupuliza fire. Kuiza mara afanye na akafika na mwenye gari na akafika, alikuwa anasaidizana kupuliza fire kuzima moto. Nimejitahidi kadri ya uwezo wetu, lakini moto ulipotuzidi nguvu kwa mkali zaidi ikabidi tukimbie. Ndipo gari ikawa imewaka na kulipuka. Moto mkali. Naye dereva wa gari hilo ambaye pia ni mmiliki wake, Abdul Rajabu, amesema wakati tukio linatokea gari lilikuwa likijaza mafuta na kwamba hakufahamu chanzo cha moto huo,
kwani aliona moshi na moto vikianza kutoka kwenye sehemu ya bodi ya gari. Inset Abdul Rajabu, dereva. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji limewataka wananchi kuzingatia kanuni za usalama wanapokuwa katika vituo vya mafuta na kutoa taarifa mapema wanapoona viashiria vya hatari ili kusaidia kuzuia majanga yanayoweza kusababisha upotevu wa maisha na mali. Chanzo cha moto huo mpaka hivi sasa kinaendelea kuchunguzwa na mamlaka husika. Wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA umeendelea kuimarisha usimamizi wa ubora wa miradi ya ujenzi wa miundombinu nchini kupitia maabara zake za kisasa zinazofanya uchunguzi na uhakiki wa vifaa vya ujenzi pamoja na kazi zinazotekelezwa, hatua inayochangia kujenga miundombinu imara, salama na yenye kudumu kwa muda mrefu. Tuungane na mwanahabari wetu Maltrida Baltazari kwa taarifa zaidi. Akizungumza katika maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa Dar es Salaam, fundi sanifu kutoka kitengo cha utafiti na udhibiti ubora TARURA, Jacob Manguye, amesema maabara hizo zina jukumu muhimu la kuhakikisha miradi yote ya barabara, madaraja na miundombinu mingine inazingatia viwango vya kitaaluma na masharti ya mikataba kabla na baada ya utekelezaji. Naitwa Jacob Manguye, natokea TARURA makao makuu. Nipo kitengo cha utafiti na udhibiti ubora. Kazi yetu katika maabara ya TARURA ni kuhakiki ubora wa kazi zinazofanywa, aidha zinafanywa na wakandarasi au watu binafsi, lakini sana sana sisi ni waelekezi wa kufanya ukaguzi huo kama unafata jinsi mkataba unavyosema. Mfano, unaweza ukawa na kazi ya kifusi, kazi ya lami, kazi ya madaraja au kazi nyingine yoyote ile ambayo inahusika na mambo ya ujenzi. Kwa hiyo tunahakiki kama hiyo kazi inafata viwango vinavyotakiwa. Hii tunajaribu kufanya hivyo ili tuweze kuwa na kazi ambazo zinakuwa na mashiko, kuliko kuwa tunafanya kazi ambazo baada ya muda mfupi unakuta kazi sio nzuri au imeharibika. Amesema wataalamu wa maabara hufanya vipimo vya kina vya vifaa vya ujenzi kabla havijatumika kwenye miradi, sambamba na kuhakikisha ubora wa kazi zinazotekelezwa na wakandarasi ili kuhakikisha zinakidhi vigezo vinavyotakiwa. Amebainisha kuwa kwa sasa TARURA ni maabara kuu iliyopo makao makuu Dodoma, pamoja na maabara nyingine 14 zilizosambazwa katika mikoa mbalimbali nchini ikiwemo Kigoma, Arusha na Moshi. Maabara hizo zinatoa huduma za upimaji wa vifaa vya ujenzi na uhakiki wa ubora wa miradi kwa lengo la kuongeza ufanisi na thamani ya fedha na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kwa hiyo TARURA imeanzisha maabara hii ambayo iko makao makuu Dodoma, lakini kuna maabara nyingine mikoa 14 ambazo zinafanya kazi nchi nzima. Mfano Kigoma, Arusha, Moshi, kuna maabara za aina hiyo, lakini sana sana tunataka kufanya kazi ambazo zinahitaji kuwa na viwango ili TARURA iweze kusonga mbele. Tunafanya kazi za maabara kwa maana kwamba tunahitaji material zinazofanya hizo kazi zinatestiwa kwanza kabla hazijaenda site, alafu wanaofanya kazi site wakisha maliza kazi yao tunaenda tena kuhakiki. Sasa ndio maana kikaitwa kitengo cha utafiti na uhakiki. Kwa hiyo tunaenda kuhakiki zile kazi zilizofanywa ili tuone je, zinafanana na viwango vilivyokuwa vimekusudiwa kwenye mikataba. Mbali na hilo, amesema TARURA inamiliki mtambo maalum wa uchunguzi wa udongo unaowezesha kufanya tafiti za kina kuhusu uwezo wa udongo kuhimili ujenzi wa madaraja, majengo na miundombinu mingine mikubwa kabla ya ujenzi kuanza, hatua itakayosaidia kupunguza hatari za uharibifu wa miundombinu na kuongeza usalama wa watumiaji. Kingine, tuna mtambo sasa hivi tunauita mtambo wa geotech. Unasaidia sana kuweza kujua
kama tunahitaji kujenga madaraja, labda misingi mirefu sana ya madaraja au magorofa. Kwa hiyo inabidi tufanye utafiti wa udongo tuweze kupata kwamba udongo ule unaweza kuhimili hayo madaraja, au kama ni gorofa linajengwa, je, unaweza kuhimili? Kwa hiyo tuna mtambo huo, tunawakaribisha wanaohusika na mambo ya ujenzi watembelee maabara ya TARURA makao makuu Dodoma, ili tuweze kuwapa hiyo huduma. Na ushauri mwingine ninaotoa kwa hivi vifaa au shughuli zinazohusika na mambo ya ujenzi, wajaribu kutembelea maabara zetu na wajaribu kuzitumia kwa ajili ya kupata ubora wa kazi zao wanazozifanya katika mikoa mbalimbali nchini. Manguya ametoa wito kwa wakandarasi, wahandisi na taasisi za ujenzi na wadau wengine wa sekta hiyo kutumia huduma za maabara za TARURA ili kuhakikisha miradi yote inatekelezwa, inafikia viwango vinavyotakiwa na kuendelea kutoa huduma bora kwa wananchi. Nikiripoti habari kitaifa, Matuda Baltazari, Inland TV. Na kwa sasa tuelekee kule nchini Burundi ambapo moto mkubwa umeharibu sehemu kubwa ya soko kuu la Ngozi mkoani Butanyerera kaskazini mwa Burundi baada ya kuzuka majira ya saa 2 usiku Alhamis. Kwa mujibu wa mashuhuda, moto huo ulianzia katika eneo la biashara la nguo lililo karibu na stendi ya magari yanayofanya safari kati ya Bujumbura na Ngozi kabla ya kusambaa kwa kasi na kuteketeza sehemu kubwa ya soko, hususan eneo la katikati. Wameeleza kuwa gari la zimamoto lilipowasili halikuweza kudhibiti moto huo kikamilifu kutokana na uwezo mdogo wa vifaa vyake ukilinganishwa na ukubwa wa moto. Tukio la moto mkubwa ulioteketeza sehemu ya soko kuu la Ngozi limeongeza idadi ya matukio ya moto ambayo yamewahi kuyakumba masoko mbalimbali nchini Burundi katika miaka ya hivi karibuni. Kutoka nchini Burundi, mwanahabari wetu Bokuru Elias anaripoti zaidi. Moto mkubwa uliozuka katika soko kuu la Ngozi umefufua kumbukumbu za matukio mengine ya moto yaliyowahi kuteketeza masoko mbalimbali nchini Burundi na kusababisha hasara kubwa kwa wafanyabiashara pamoja na uchumi wa taifa. Tukio kubwa zaidi lilitokea Januari 27 mwaka wa 2013 wakati soko kuu la Bujumbura, Marché Central de Bujumbura, lilokuwa kitovu cha biashara nchini, lilipoteketea kwa moto uliodumu kwa saa kadhaa, ambapo soko hilo lilikuwa na zaidi ya wafanyabiashara 5,000 na lilisambaza bidhaa katika maeneo mbalimbali nchini Burundi. Moto uliharibu mali zenye thamani ya mamilioni ya dola na kuathiri bei za bidhaa, mapato ya serikali pamoja na shughuli za taasisi za kifedha. Baada ya tukio hilo, serikali ilifungua soko la Kotebu mwaka 2015 kama eneo la muda la kuhamisha baadhi ya wafanyabiashara walioathirika. Hata hivyo, kwa miaka kadhaa wafanyabiashara waliendelea kulalamikia mazingira ya biashara na kucheleweshwa kwa ujenzi wa soko jipya la kisasa katika eneo la soko kuu la zamani. Hadi mwanzo mwa mwaka 2026 ujenzi wa soko hilo ulikuwa bado haujakamilika. Mbali na soko kuu la Bujumbura, soko la Kamenge pia liliwahi kuteketea kwa moto mwaka 2012 kabla ya kujengwa upya. Baada ya Oktoba 2020 soko hilo lilikumbwa tena na moto uliosababisha uharibifu wa sehemu ya miundombinu na mali za wafanyabiashara. Ripoti za kimataifa pia zinaonyesha kuwa kabla ya moto wa soko kuu la Bujumbura mwaka 2013, masoko ya Kayogoro na Nyanzarake katika mkoa wa Makamba yaliwahi kuungua mwaka wa 2011, huku soko la Kamenge likikumbwa na tukio kama hilo mwaka wa 2012. Matukio hayo yaliibua wasiwasi kuhusu usalama wa miundombinu ya masoko na uwezo wa kukabiliana na majanga ya moto nchini Burundi. Moto wa hivi karibuni katika soko kuu la Ngozi umeongeza hofu miongoni mwa wafanyabiashara kuhusu usalama wa maeneo ya biashara. Mashuhuda walisema moto huo ulidumu kwa saa kadhaa kabla ya kudhibitiwa, huku sehemu kubwa ya soko ikiteketea na kusababisha hasara kubwa ambayo bado haijatangazwa rasmi. Wachambuzi wa masuala ya biashara wanasema matukio ya mara kwa mara ya moto katika masoko nchini Burundi yanaonyesha umuhimu wa kuimarisha mifumo ya kinga dhidi ya majanga, ikiwemo ukaguzi wa mara kwa mara wa miundombinu ya umeme,
umeme, uwekezaji katika vifaa vya kisasa vya kuzimia moto na kuboresha uwezo wa vikosi vya zimamoto ili kupunguza hasara za baadaye. Nikiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Na mtazamaji, kwa hivi sasa karibu tuziangazie habari za michezo na burudani. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Mheshimiwa Saidi Mtanda amewapongeza walimu, wazazi na wadau wa elimu kwa kuwezesha mkoa huo kutoa ubingwa wa mashindano ya UMISETA mara 5 mfululizo, akisema mafanikio hayo yametokana na ushirikiano na uwekezaji katika elimu na michezo. Mheshimiwa Mtanda ametoa pongezi hizo wakati akiwapokea walimu 48 kutoka Zanzibar waliowasili mkoani Mwanza kwa ziara ya mafunzo yenye lengo la kujifunza mbinu mbalimbali zinazochangia mafanikio ya mkoa wa Mwanza katika sekta ya elimu pamoja na kutembelea vivutio vya utalii. Nitumie fursa hii kama ambavyo Rasi amesema, kwanza kuwapongeza walimu, lakini pia wataalamu wa sekta ya elimu, wazazi na wanafunzi wa mkoa wa Mwanza, kwa sababu juzi matokeo ya kidato cha 6 yametoka. Mwaka huu 26 tulikuwa na watahiniwa 6402 wa kidato cha 6. Tunayo division 1 3667 sawa na 57%, lakini pia division 2 2163, division 3 568 na division 4 zile zilizotajwa na hatuna sifuri, sio 4 hao wanne. Kwa hiyo ufaulu wetu daraja la kwanza hadi daraja la 3 ni 99.9 sawa na wanafunzi 6398. Lakini nitumie fursa hii pia kuwapongeza shule 3 bora ambazo zina division 1 kati ya 3 mpaka 3.5. Shule ya sekondari Msumba iko hapa Mwanza ambayo ina division 1 39. Shule ya sekondari Sengerema ambayo iko wilaya Sengerema division 1 31. Tunayo sekondari maarufu inaitwa Ngaza yenye division 1 24. Kwa hiyo wanafunzi 148 hawa wana division 1, lakini ni ya pointi 3 hadi 5 katika ile orodha ya jumla ya division 1 nyingi ambazo ziko. Kwa hiyo kupitia nyinyi walimu, kupitia nyinyi wakuu wa shule, kupitia nyinyi walimu wakuu na wataalamu wa elimu, chama cha walimu, mtaalamu wetu wa elimu katika mkoa, ninawapongeza wadau wote wa sekta ya elimu ya mkoa wa Mwanza kwa kuendelea kuwa kinara wa matokeo kidato cha 4 na kidato cha 6. Lakini sisi ni wanamichezo bora. Miaka 3 mfululizo tumekuwa mabingwa wa UMISHUTA na UMISETA. Hata ngoma, sisi mkoa wa Mwanza mabingwa wa ngoma ni kikundi cha Kanindo kutoka hapa Mwanza, shule ya msingi. Kwa hiyo na wamekuwa mabingwa kwa zaidi ya miaka 3, hawana mpinzani. Mwanza ni mkoa ambao unaheshimu na kuthamini utamaduni. Kila mwaka tunafanya tamasha kubwa la utamaduni wa ngoma za Kisukuma, kwa sababu asilimia zaidi ya 90 wa wakazi wa mkoa wa Mwanza ni kabila la Wasukuma. Kwa hiyo tumeamua kuanzisha tamasha maalum ambalo mlezi wake ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
na tunamshukuru kwa sababu miaka yote ametoa mchango wa 100% kuhakikisha tamasha hilo linafanikiwa na linafanyika. Hapa Mwanza, Mheshimiwa Rais kwa miaka yake yote amekuwa akitoa fedha zaidi ya shilingi milioni 200 hadi 300 kuwezesha kufanyika kwa tamasha la Bulabo ambalo ndio tamasha kubwa kabisa katika kanda ya Ziwa, ambalo linachukua watu mpaka 15,000 kwa siku wakati tamasha hili linapofanyika. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha taarifa yetu ya habari, kwanza tuangalie muktasari wake. Taharuki imetanda katika kata ya Bomba Mbili, manispaa ya Geita baada ya moto mkubwa kuzuka na kuteketeza kituo cha mafuta cha Lake Energy kufuatia gari lililokuwa likijaza mafuta kushika moto ghafla. Mkuu wa mkoa wa Morogoro, Mheshimiwa Adam Kigoma Malima, amewataka madiwani walioingia madarakani kuanzia Oktoba 29 mwaka jana kujengewa uwezo wa kujua majukumu yao. Na kwa upande wa habari za michezo na burudani, mkuu wa mkoa wa Mwanza, Mheshimiwa Saidi Mtanda, amewapongeza walimu, wanafunzi, wazazi na wadau wa elimu kwa kuwezesha mkoa huo kutoa ubingwa wa mashindano ya UMISETA mara 5 mfululizo. Naam, kufikia hapa tunafikia mwisho wa taarifa yetu ya habari. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuandalia taarifa hii, mimi ni Samuel Chem, nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea.